Naam, habari ya wakati huu mwanamichezo mwenzangu popote ulipo ulimwenguni. Karibu tena katika jukwaa la michezo ili tuangazie leo yanayohusu michezo. Basi hii ni Bino Sport ipo kwa ajili yako wewe mwana soka na mpenzi wa kandanda popote ulipo duniani kote. Kama hii ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi, basi usisahau kusubscribe, like na kucomment, kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata video zetu. Na kama ilivyo ada kwetu sisi, tunamulika soka, tunamulika kabumbu ndani na nje ya bara la Afrika, kama vile ligi kuu kutoka maeneo mengine kila pembe ya dunia, kama vile England, Spain, French, Italy, Tanzania, Saudi Arabia na kwingine kote duniani. Mfano la Liga Santander, Serie A, English Premier League, Saudi Pro League pamoja na NBC Premier League. Na moja kwa moja tunakwenda kuangazia mchezo wa ligi kuu Tanzania bara utakaopigwa mapema hivi leo majira saa 12:30 za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, katika mchezo utakaokutanisha wenyeji wa mchezo huo Young Africans akicheza dhidi ya mgeni wake Mbeya City katika mzunguko wa 19 wa mashindano hayo ya ligi kuu Tanzania bara, huku watu wakisaka ushindi ili kupata nafasi ya kuendelea kuchukua nafasi za juu katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Mchezo huu unatarajiwa kutimua vumbi katika kiwanja cha Azam Complex Chamazi jijini Dar es Salaam, huku timu zote mbili zikiwa na ubora wa juu katika mashindano ya ligi kuu, huku Young Africans akishikilia nafasi ya kwanza katika ligi kuu Tanzania bara almaarufu kama NBC Premier League akijizolea jumla alama 44 katika michezo 18 mpaka hivi sasa. Lakini pia kwa upande wa Mbeya City anashikilia nafasi ya 13 akijikusanyia jumla alama 17 huku akiwa amecheza jumla ya michezo 18. Hivyo basi kuelekea mchezo huu, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves, kocha huyo ametangaza mabadiliko ya kikosi chake, kikosi kitakachoenda kumenyana vikali dhidi ya Mbeya City mapema hapo baadaye katika majira saa 12:30 za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Na kikosi hicho kipo kama ifuatavyo, na moja kwa moja tukiangazia upande wa mlinda mlango, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves, kocha huyo amechagua kuanza na Hussein Masalanga mwenye umri wa miaka 34, raia wa Tanzania, na kumpumzisha Abdulwahab Msheri, raia wa Tanzania mwenye umri wa miaka 27. Golikipa huyo amekuwa na mwendelezo mzuri wa ubora tangu alipojiunga na klabu ya Young Africans. Hivyo basi golikipa huyo anasifika kwa ubora alioonyesha katika klabu hiyo tangu ajiunge na klabu hiyo. Lakini pia amekuwa na uwezo mkubwa kuzuia mipira kwa uhakika, uwezo mkubwa wa kusoma mchezo wa kutabiri mashuti na nafasi za wachezaji, kukabiliana na washambuliaji bila hofu, kuongoza safu ya ulinzi na kuwasiliana na mabeki, kuanzisha mashambulizi kutoka nyuma. Lakini pia uwezo mkubwa wa kucheza kwa miguu kama golikipa kisasa. Lakini pia anasifika kwa ustadi wa kuzuia mipira ya juu. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa walinzi, yani beki nambari 2, beki nambari 3, beki nambari 4 na beki nambari 5. Tukianza na beki nambari 2, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves, kocha huyo amechagua kuanza na Israel Patrick Mwenda, huku mbadala wake akiwa ni Kwasi Atula. Beki huyo amekuwa na mwendelezo wa ubora wa muda mrefu tangu alipojiunga na klabu hiyo ya wananchi yenye maskani yake pale Kariakoo jijini Dar es Salaam. Lakini pia beki huyo raia wa Tanzania mwenye umri wa miaka 26 mpaka hivi sasa ameendelea kuonyesha ushindani na ubora. Lakini pia ni beki anayesifika kwa kasi na wepesi kwa kufuata washambuliaji na kushiriki mashambulizi, lakini pia kupiga pasi sahihi na kusoma mchezo, kutoa pasi za mwisho na kufunga mabao, kuzuia mashambulizi na kushughulikia wachezaji wa timu pinzani, kuelewa nafasi na kucheza kwa ushirikiano na mabeki wenzake. Lakini pia uwezo wa kupiga chenga na kushinda mabeki wa timu pinzani ili kuweza kutoa cross. Lakini pia anasifika kwa nguvu na utimamu wa mwili pindi hawapo uwanjani. Lakini pia tukiangazia upande wa beki nambari 3, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves, kocha huyo amechagua kwanza na Mohamed Hussein, huku mbadala wake akiwa ni Shadrack Isaac Boka. Beki huyo mwenye umri wa miaka 29 anasifika kwa kasi na ubora tangu ajiunge na klabu hiyo ya Young Africans. Amekuwa bora na kuisaidia klabu yake kupambania nafasi ya ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Beki huyo anasifika kwa kasi na wepesi wa kufuata washambuliaji na kushiriki mashambulizi, lakini pia kupiga pasi sahihi na kusoma mchezo, kutoa pasi za mwisho na kufunga mabao, kuzuia mashambulizi na kushughulikia wachezaji wa timu pinzani, lakini pia kuelewa nafasi na kucheza kwa ushirikiano na mabeki wenzake. Lakini pia uwezo wa kupiga chenga na kushinda mabeki wa timu pinzani ili kuweza kutoa cross. Lakini pia nasifika kwa nguvu na utimamu wa mwili pindi hawapo uwanjani. Lakini pia tukiangazia nafasi ya beki nambari 4, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans
Pedro Goncalves. Kocha huyo amechagua kwanza na Frank Asinki raia wa Ghana mwenye umri wa miaka 24, huku mbadala wake akiwa ni Azizi Andambwile. Beki huyo mwenye umri wa miaka 24 anasifika kwa uzoefu aliokuwa nao na ubora mkubwa alioonyesha mpaka hivi sasa katika klabu ya Young Africans, lakini pia ligi kuu Tanzania bara kwa ujumla. Beki huyo anasifika kwa kupambana na washambuliaji na kushinda mapambano, ustadi wa kucheza kwa kichwa na kushinda mabao kwa faida ya kimo alichonacho beki huyo, lakini pia uwezo mkubwa wa kuongoza safu ya ulinzi na kuwasiliana na golikipa wake, ustadi wa kupiga pasi akianzisha mashambulizi kutoka nyuma, ustadi wa kuzuia mipira chini na kupiga pasi sahihi, lakini pia kukabiliana na washambuliaji hatari bila uoga. Lakini pia tukiangazia upande wa beki nambari 5, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves. Kocha huyo amechagua kwanza na beki wake imara kabisa Ibrahim Baka, beki mwenye umri wa miaka 28 raia wa Tanzania aliyejiunga na klabu ya Young Africans majira ya joto akitokea katika ligi kuu ya visiwani Zanzibar. Beki huyo ameonyesha ubora wa hali ya juu katika mashindano ya ndani na nje kwa ujumla, lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa wa kusoma mchezo, kwa kutabiri harakati za wapinzani na kukabiliana nazo, lakini pia ustadi wa kucheza kwa miguu na kuisaidia timu kuunda mfumo wa ushambuliaji kutoka nyuma, uwezo mkubwa wa kuongoza na kuwapanga vyema mabeki wake ili kupunguza makosa yanayoweza kuwapelekea kufungwa katika mchezo husika. Lakini pia anasifika kwa ustadi wa kucheza kwa kichwa na uimara wa mwili na uwezo wa kufunga kwa kutumia kichwa. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa viungo wa kati, yani kiungo nambari 6, kiungo nambari 8 na kiungo nambari 10. Tukianza na kiungo nambari 6, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves. Kocha huyo amechagua kwanza na Mohamed Damaro na kumpumzisha Shehani Hamisi. Damaro anasifika kwa ubora alionao kiungo huyo tangu ajiunge na klabu ya Young Africans. Mchezaji huyo anasifika kwa uwezo mkubwa kusoma mchezo na kutabiri harakati za wapinzani, lakini pia kuzizuia na kuanzisha mashambulizi, kusambaza mipira kutokea nyuma, kuzuia mashambulizi na kupambana na washambuliaji wa timu pinzani, kuzuia mipira ya chini na kupiga pasi sahihi, kujiamini na kutoa pasi za mwisho na kuunda nafasi za kufunga. Lakini pia tukiangazia upande wa kiungo nambari 8, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na Duke Abuya. Hiyo yote ni kutokana na ubora alionyesha kiungo huyo alijiunga na klabu ya Wananchi tokea majira ya joto. Kiungo huyo anasifika kwa uwezo mkubwa wa kusoma mchezo na kutabiri harakati za wapinzani na kuzizuia, kuanzisha mashambulizi na kusambaza mipira kutokea nyuma, lakini pia kuzuia mashambulizi na kupambana na washambuliaji wa timu pinzani, kuzuia mipira ya chini na kupiga pasi sahihi, kujiamini na kutoa pasi za mwisho na kuunda nafasi za kufunga. Lakini pia kiungo huyo hutumika kama injini ya timu kwa sababu unganisha na kuzuia mashambulizi. Lakini pia tukiangazia upande wa kiungo nambari 10, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kuanza na Maxim Pia Nzengeli, huku Mudathir Yahya Basi akiwa kama mbadala wake. Maxim Pia Nzengeli raia wa Kongo amekuwa bora siku zote kwa na klabu ya Yanga, lakini pia anasifika kwa kuanzisha mashambulizi na kusambaza mipira kwa usahihi, kutengeneza nafasi za kufunga kwa wenzake, kupiga chenga na kushinda mabeki wa timu pinzani, uwezo mkubwa wa kufunga mabao, kutabiri hatua za wapinzani na kutengeneza nafasi, lakini pia kupiga faulo na kona kwa usahihi, lakini pia kuongoza timu na kuamua mtindo wa mchezo. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa washambuliaji, yani mshambuliaji nambari 7, mshambuliaji nambari 9 na mshambuliaji nambari 11. Tukianza moja kwa moja na mshambuliaji nambari 7, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na mshambuliaji wake Alan Okello raia wa Uganda na kumpumzisha Buba mwenye umri wa miaka 34 raia wa Gambia. Alan Okello ni kijana mdogo mwenye umri wa miaka 25, amekuwa bora na zaidi na ameongeza uimara na umakini katika safu ya ushambuliaji wa Young Africans. Mchezaji huyo anasifika kwa kuwa na uwezo wa kukimbia na kuwashinda mabeki, ustadi wa kucheza pembeni kwa kukata ndani na kuwashinda mabeki, uwezo mkubwa wa kupiga pasi za mwisho na kuunda nafasi za kufunga, lakini pia ustadi wa kufunga mabao, uwezo wa kushirikiana na wenzake pamoja na ustadi wa kupiga mipira ya kufa. Hivyo basi tukiangalia upande wa mshambuliaji nambari 9, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves, kocha huyo amechagua kwanza na mshambuliaji wake Mudathir Yahya Basi kama force striker mwenye umri wa miaka 29, huku mshambuliaji huyo akionyesha ubora katika ligi kuu Tanzania bara msimu huu wa 2025-2026 baada ya kukosekana kwa washambuliaji halisi wa kutumainiwa katika klabu hiyo. Hivyo basi mchezaji huyo anasifika kwa uwezo mkubwa wa kufunga na kufungua nafasi na kumalizia kwa ufanisi, ustadi mkubwa wa kucheza kwa miguu, nguvu na kasi, ustadi wa kucheza kwa kichwa, uwezo mkubwa wa kushirikiana na wachezaji wenzake, ustadi wa kujiweka katika eneo sahihi pindi hawapo katika boksi la timu pinzani. Lakini pia anasifika kwa ujasiri na uwezo mkubwa wa kufunga mabao
pindi timu inapomhitaji. Lakini pia tukiangazia upande wa mshambuliaji nambari 11, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na mshambuliaji wake Pacome Zouzoua raia wa Ivory Coast mwenye umri wa miaka 28 na kumpumzisha Abdul Nasser raia mwenye umri wa miaka 24. Pacome Zouzoua anasifika kwa uwezo wake mkubwa kuficha mpira, kasi alionayo na mbinu, lakini pia ana uwezo mkubwa kufunga magoli hata akiwa nje ya 18 ya timu pinzani. Lakini pia anasifika kwa uwezo wa kukimbia kwa kasi na kuacha mabeki kwa urahisi pembeni ya uwanja. Lakini pia anamiliki mpira vizuri na anaweza kupenya katikati ya mabeki kwa kutumia chenga, kutoa pasi za hatari kutoka pembeni kwenda kwa washambuliaji. Lakini pia uwezo mkubwa kubuni nafasi za kufunga hata pale ambapo hakuna nafasi za wazi. Lakini pia anaweza kukimbia muda mrefu akisaidia kushambulia na kurudi kulinda. Na hayo ndio mabadiliko ya kikosi cha Yanga leo kilichotangazwa mapema hivi leo na kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves, kitakachoenda kumenyana vikali dhidi ya Mbeya City majira ya saa 12:30 za jioni kwa saa za Afrika Mashariki katika uwanja wa Azam Complex uliopo Chamazi, wilaya ya Mwenge, jijini Dar es Salaam hapo baadaye. Basi kama hii ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi, usisahau kusubscribe, like na kucomment, kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kabisa kupata video zetu. Sisi tunamulika soka, sisi tunamulika kabumbu ndani na nje ya bara la Afrika.